Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Katika taarifa zetu hizi tutakuwa na habari za huko Uvira ambako mapambano yamezuka. Tutakuwa vile vile na habari za Baraka, Fizi na sehemu zingine. Katika taarifa zetu za habari leo zinasomwa nami Omari Makilele Ozil. Tuanzie katika tarafa la Uvira. Sasa ni kwamba mapigano makali yameripotiwa siku ya tatu ya tarehe 6 Mei 2026 katika eneo la tarafa la Uvira, haswa kwenye vijiji vya Kigoro, Kigurwe na Kabunambo vilivyoko kwenye umbali wa kilomita 26 kaskazini mwa mji wa Uvira, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gazeti la Actualite.cd, mapigano hayo yanapambanisha wahasi wa M23 dhidi ya vikundi vya wazalendo wanaofanya kazi pamoja na jeshi la taifa FARDC. Kwa sasa idadi ya watu waliofariki, kujeruhiwa au mali zilizoharibika bado kujulikana mpaka sasa. Mengi zaidi kulingana na habari hii ni katika taarifa zetu za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV za hapo baadaye. Na katika habari zingine ni kwamba katika hali ya mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotokana na kile kinachoelezwa kama uchokozi wa Rwanda kupitia uasi wa M23, waziri wa taifa husika na ulinzi Guy Kabombo Mwandiamvita amefanya ziara iliyoelezwa kuwa ya kimkakati katika nchi kadhaa za Afrika Kusini mwa bara. Lengo kuu ni kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na ulenga hatua za vitendo katika nchi mbalimbali. Kwa undani wa taarifa hii naye mwanaripota wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Safari Limasidilwe. Ndiyo, hatua ya kwanza ni Botswana huko Gaborone. Kulingana na chanzo kilichotajwa Ijumaa tarehe mosi Mei 2026, mazungumzo kati yake na mwenzake Maitimu Wasa yamefanyikisha hatua muhimu. Kiini cha majadiliano kilikuwa kuanzishwa kwa ushirikiano wa kijeshi uliojumuishi zaidi, unaofanya kazi kwa vitendo na unaolenga matokeo halisi. Guy Kabombo Mwandiamvita pia alitoa heshima kwa kumbukumbu ya Sa Ketumule Masire, rais wa zamani wa Botswana, kwa mchango wake katika miaka 2000 kama mpatanishi wa mazungumzo ya ndani ya Kongo yaliyosababishwa na mkataba wa Sun City. Kwa upande wake Mweti Mwasa alisitiza kuwa mkutano huo ni msingi imara wa kuimarisha mahusiano ya pande mbili katika masuala ya ulinzi. Alithibitisha tena dhamira ya Botswana ya kusaidia DRC katika juhudi zake za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Pande zote mbili zilikubaliana kuunda timu ya pamoja itakayobainisha vipaumbele, kutumia utaalamu wa Botswana kusaidia mageuzi ya jeshi la FARDC na kuanzisha mfumo wa kudumu wa mashauriano, ikiwa ni ishara ya ushirikiano wa vitendo. Hatua ya pili ni huko Namibia. Huko Windhoek, chanzo hichi kinaeleza kuwa Guy Kabombo Mwandiamvita na mwenzake Frans Kapofi walionyesha kufanana kwa mitazamo kuhusu masuala ya usalama wa kanda. Upande wa Kongo ulisitiza umuhimu wa kubadilisha uhusiano wa kihistoria kwa ushirikiano wa kimkakati uliopangwa vizuri, unaweza kukabiliana ipasavyo na changamoto za sasa za usalama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inategemea msaada, uelewa na mshikamano wa nchi rafiki. Tunataka kuweka misingi ya ushirikiano wa kijeshi wa kweli unaojengwa juu ya uaminifu na utambuzi wa hatua kwa hatua wa maeneo ya ushirikiano kama vile mikutano ya mara kwa mara, mafunzo ya kijeshi, kuimarisha uwezo, kubadilishana uzoefu kuhusu mpangilio wa majeshi, nidhamu na kuimarika kwa taasisi. Tunaamini kuwa kurejea kwa amani ya kudumu nchini Kongo kutachangia sio tu salama wa nchi yetu bali pia udhibiti wa kanda yote, alisema Guy Kabombo Mwandiamvita. Kwa upande wake waziri wa Namibia alisitiza haja ya ushirikiano wa kudumu unaotegemea uaminifu na unaolenga udhibiti wa DRC na kanda nzima. Hatua ya tatu ilikuwa ni huko Zambia. Huko Lusaka, mapokezi yaliyotolewa kwa naibu waziri mkuu wa Kongo na mwenzake Ambrose Luigi Lufuma yanaonyesha uimara wa mahusiano kati ya nchi hizi mbili. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano, mazungumzo ya ana kwa ana na baadaye kushirikisha ujumbe mpana yaliwezesha kudhibitisha azma ya pamoja kuimarisha ushirikiano wa kijeshi uliopangwa na wenye nguvu. Waziri wa Kongo alikumbusha changamoto zinazoendelea za usalama mashariki mwa nchi pamoja na juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na kulinda mipaka ya taifa. Kwa mujibu wa upande wa Zambia, uliahidi kuendelea kuiunga mkono DRC, ukisisitiza kuwa udhibiti wake ni muhimu kwa usalama wa kanda nzima. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Taifa na wazee wa vita ya DRC, ziara hii yenye mwelekeo wa vitendo ni sehemu ya mkakati wa kimatendo. Zaidi ya diplomasia kawaida inafanyika katika mazingira ya mvutano unaendelea kati ya Kinshasa na moja nchi jirani Rwanda. Ziara hizi za waziri wa ulinzi
zinatazamwa kama njia ya kuimarisha mahusiano ya pande mbili na kukuza sera ya ujirani mwema. Tujielekeze kule katika tarafa la Fizi. Ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga ametaja kupongeza kazi za miradi ya kimaendeleo ambayo inatekelezwa naye mkuu wa sekta ya Nganja ndani ya vijiji vyake. Kwenye mazungumzo na vyombo vya habari, administrator huyo wa tarafa la Fizi ameweka bayana kutambua ushupavu unaoendeshwa naye mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard kwa kujibu kwa asilimia kubwa malalamiko ya raia wake. Huyu ametaka raia wa sekta ya Nganja kwa jumla kuwa nyuma ya mkuu wa sekta ya Nganja kwa maendeleo ya vijiji vyao. Sami Kalonji Badibanga mnako microphone za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mais parmi les chefs de secteur, wenye banatumikaka mzuri sana, les chefs de secteur performants. Wa kwanza ni Akili Bernard. Je le dis sincèrement parce que yeye huyu hakuna siku nampigia simu na mlombaka faraka yeye huyu kwa Akili Bernard, mimi administrateur ni kunjala, unaona yeye kama kuku benye napendaka sana manière yao ya kutumika c'est Akili Bernard. Donc c'est quelqu'un qui travaille mzuri sana. Na bia mingi benye anafanyaka na bisapoti. Na ndio maana mwe ba chef de groupement, mwe ba chef de village, mwe mashirika ya kiraia, wazee wa mungini tunapaswa kumunga mkono. Parce que najua Nganja kuna kwaka resistance na ile ubakuzi kusema haiko kwetu. Unajua kisi mnasemaka. Mais en tout cas kumunga mkono ni lazima sana. Akili Bernard c'est parmi ba chef de secteur benye banatumika mzuri sana. Et puis ma initiative zake za mingi ni bon naturellement na via akwa kina heshima kwa hapo. Mais ailleurs il est mis à apprécier que peut-être huku kunyumba utakuta ba moyo wako un peu dubitatif. Clopin clopa, mais en tout cas c'est parmi les chefs de secteur venye banatumika kwa mzuri sana. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka limetaja kupongeza hatua iliyochukuliwa na wajumbe toka Kinshasa kwa kuja kuhamasisha raia wanaoishi tarafani Fizi na mji wa Baraka kuishi kwa amani. Abe Kakozi cha Kubuta Jojongonda ni coordinator wa shirika la raia Sosiko RDC ametoa mtazamo wao kama mashirika ya kiraia kuhusu ujumbe huo. Kwanza bwana mtangazaji, ni furaha kubwa kuona kwamba chef de l'etat ambapo alielewa kwamba huku watu wanaishi na namuna ya sitofahamu kutokuwa na ile mshikamano bora kati ya jamii zote, na tumemshukuru kwa sababu alielewa hilo na kutuma conseiller wake Kongolo Jacques alitoka Kinshasa ili aje ahamasishe watu namna gani ya kuishi pamoja. Ya pili, tunamshukuru mzee William ya Kutumba, alifanya nguvu zake zote ili kusikiliza raia wa ngambo zote na kuangalia namna gani yeye na wengine wa raia wanaweza shikamana pamoja ili kuleta amani. Ya tatu, tunamshukuru komanda region wa 33e region militaire ya Sud Kivu AI mwenye kwa hapa Colonel Mark na watu wengine wote ambapo walikuwa pembezoni mwake kwa kusema kwamba ni lazima watu watafute amani kwa kuishi pamoja, kwa sababu vita inakuwa inaharibu, vita inaua, vita inafanya kila kitu kuchonganisha watu. Na hiyo ilikuwa ni furaha yetu kwa sababu kwa sasa hivi watu wanapasha kutembeleana, watu wanapasha kuishi pamoja, watu wanapasha kusemeshana na kuepuka zaidi kuhesabu yale ambapo yalipita, na hiyo inaweza katuletea amani kubwa sana. Mwishowe kiongozi huyo ametaka raia kutokuwa na tabia ya kufuata habari zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii, hasa audio zinazotolewa nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe wangu ni kusema kwamba wakongomani wote, hakuna asiyekuwa mkongomani, kwa sababu rais mwenyewe wa nchi alisema pale kwamba Mubembe, Mufuleru, Munyindu, Munyamulenge wote ni wakongomani na lazima waishi pamoja. Na sisi tunaomba watu wasikwe wanafata sana vitu ambapo vinakuwa vinawekwa kwenye mitandao ile marezo sosio, kwa watu wanashiba yabo bugali kula Ameriki, wanatumatuma vitu ambapo vinakuwa vinaongeza chuki na vinaongeza fitina na vinakuja kuongeza zaidi mauaji katika tarafa letu la Fizi. Na hiyo sisi tunaikemea na kuomba watu waache, tushikamane pamoja, tutembeleane, tuzishane biashara na watu waishi kwa amani kama zamani. Kwa hiyo inaweza ikatusaidia zaidi sana ya zaidi, kwa sababu hakuna kitu kingine inaweza kashinda bila watu kuikaa pamoja. Na wakati wanaikaa, lakini watu watoshe ile tunasema unafiki, kwa sababu wakati hakuna unafiki basi unakuwa majadiliano inakuwa ni ya kweli na kunaleta amani katika watu wote kwa njia ya usalama pasipokuwa na chuki katika moyo.
Tumalizie tu taarifa zetu hizi za habari na hapo katika mji tu wa Baraka ni kwamba raia wa mji wa Baraka wamesema kupokea kwa masikitiko makubwa habari za kuondoka kwa shirika la waganga wasio na mipaka MSF ambao wanatunza watoto ugonjwa wa malaria kwa bure hata ugonjwa wa kuharisha. Katika mazungumzo na baadhi ya raia wa mji wa Baraka wamesema kuwa kuondoka kwa shirika la MSF kutakuwa na madhara mengi kwa raia wa mji wa Baraka, kwani walikuwa wanasaidia wazazi kuto kulipa pesa hospitalini endapo mtoto anaumwa malaria na hata ugonjwa wa kuharisha pamoja na pneumonia. Sikiliza raia hao mbele ya mikrofoni zetu. No, depuis arrivé MSF tulijisikia kama tunapumua juu ya matatizo ya malaria na kolera na gisi lingia na vraiment bikapunguka. Mesa hii projet kama ni ya 2 mois kama ni ya miezi tuwafikiria sitafuata 10 mois au tafanya test 2 ans. Vraiment kwenda MSF atu satisfait. Même si projet liisha, Mungu asaidie bapate ngine projet hata ya 5 juu ya malaria au sina makolera na vingine paludisme iko mingi mbatoto nini. Vraiment kwanza kwenda yake si atufurahi tu kwanza wa kifupi. Mimi nasikitika sana kwa kwenda kwa MSF Médecins Sans Frontières. Vraiment walikuwa tunza malaria kubure. Mais hivi mwide jour hapa mwi semaine bataenda. Samie samkajua Baraka na walikuwa tusaidia watoto kutunza kwa malaria bure na uzunika sana. Yani kama kutakuwa mwai babaki atutunzie watoto kwa amani na upendo. Ndugu mtangazaji, cha kwanza ni masikitiko makubwa sana kuondoka kwa MSF Holland katika mji wetu, kwa sababu ilikuwa inasaidia jamii kwa asilimia 89. Asilimia 89 MSF ilikuwa inasaidia jamii kama vile ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa malaria na kuwapa chakula bure wagonjwa katika hospitali ya MSF, katika hospitali ya Mshimbaki wagonjwa wanapata chakula, wale wa malaria wanapata chakula kwa bure cha saa 6 na jioni kila siku. Asa kuondoka kwa MSF Holland na hii hali kwanza ya usalama kweli kutokujaliwa katika hali ya huduma ya afya ni mtihani mkubwa sana kuondoka kwa MSF. Kilichopo kikubwa ni hichi hapa. Serikali ya jiji la Baraka na tarafa nzima ya Fizi watazame kwa jicho la tatu. Waangalie mbali, watazame huku nyuma vilitokea vifo vingapi, lakini ujio wa MSF imeokoa maisha ya watu wangapi? Je, wakiondoka MSF kweli yatakuja kutokea zaidi ya yale ambayo yalikuwa? Kumbe kilichopo ni kwamba wakae nao chini, waongee. Serikali haijashindana na shirika, wakae chini, wapeane mikataba yao, warudie wafanye kazi kama kawaida kwa sababu ya kuokoa maisha ya wanadamu. Upande wenyewe shirika ni kwamba shirika iwe na huruma, kwa sababu MSF sio safari ya kwanza wanakuja kutumika Baraka ima tarafa la Fizi. Wanakujaga hapa kwa sababu wanajua hapa pana matatizo. Na vile jinsi wanavyojua hapa kama kuna matatizo, wawe na ule moyo wa huruma na wajitemee mate kwenye kifua waweze kurudia kufanya kazi kama kawaida. Vraiment si population ya Baraka tunachukulia ili swala kabisa kwa masikitiko makubwa kabisa kwa kuenda kwa MSF, kwa sababu MSF jinsi ilikuwa hapa ilikuwa saidia watoto wetu wengi sana, kwa sababu watoto wengi walikuwa tibu malaria kwa bure na vitu vingine mbalimbali kabisa. Vraiment tulikuwa na shukuru sana MSF, lakini kama kuko uwezekano wanaweza baki kwa sababu walikuwa watusaidia sana si population ya Baraka na kando tu ya Baraka, sio tu hapa na kwingine kule walikuwa nasaidia kabisa. Sie comme population ya Baraka tunachukulia hili swala kabisa kwa uzuri sana kwa kuondoka kwa MSF. Kama wateza tusikia sie raia wangibaki kabisa kama kukuwezekana, kwa sababu walitusaidia sana. Matibabu yao ni ya mzuri sana. Ni vile kabisa ndugu journalist. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.